Ya shalom shalom, wapendwa katika Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba nyote mnaendelea salama. Leo nilitaka tujifunze kuhusiana na mavazi ambayo tukiyavaa yanaweza katuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tutakwenda kuangalia vazi ni nini. Vazi ni nguo ambayo mwanadamu huwa anaivaa mwilini, ambayo inakuwa inafunika ama kusitiri mwili wake. Unaona? Na pia vazi pia ni utambulisho, ila tutakuja kuona hapo mbele vazi ni utambulisho aje, kwa sababu tukija kuangalia hata madaktari uhaga wana mavazi yao, polisi uhaga wakivaa mavazi, unajua kweli huyu mtu ni polisi, huyu mtu ni daktari, huyu mtu ya kwamba ni askari. Lakini kadhalika pia watu ambao ni waenda mbinguni pia waga wana aina ya mavazi yao. Sasa kuna mavazi ambayo ukiyavaa yanakutambulisha kabisa wewe ni mwenda mbinguni. Sasa tutakwenda kuangalia katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wake wa 22 verse 5 inasema ya kwamba mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Maandiko yanatuambia mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, na wala mwanaume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. Sasa mtu anaweza kujiulizia mavazi ya ambayo ni ya kiume ni yapi? Tunajua directly mavazi ya kiume ni suruali. Unaona, suruali alikutengenezwa kwa ajili ya mwanamke, bali suruali limetengenezwa kwa ajili ya mwanaume. Na pia kuna vile ambavyo mwanamke unaweza kusema eti kuvaa suruali si dhambi, lakini maandiko yenyewe yanakuambia mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Na sisi tunajua hayo mavazi ya kiume ni suruali. Unaona, kwa sababu mwanamke wewe ambapo utakapovaa ile suruali yatakuwa yanakuchora maungo yako, na yanapokuwa yanaonyesha maungo yako, popote kwenye utakuwa unaenda watu watakuwa na kutamani, vijana wataanza kukuvua manguo na kuzini na wewe kupitia mawazo. Sasa hapo hivyo pia utakuwa unafanya nini? Unamkosea Mungu, kwa sababu hayo mavazi hayakutengenezwa kwa ajili yako mwanamke, bali yametengenezwa kwa ajili ya mwanaume, kwa sababu vazi la suruali alisitiri chochote kile, bali vazi la suruali linatumika kwa njia kuangusha vijana. Unaona, na pia ni vazi ambalo uaga linapita linakuchora kabisa maungo yako mbele yako. Mwingine tu akiona vile anaanza kukutamani, na anapokutamani unaanza shangaa unakuwa unapigiwa miluzi katika barabara eti mtu anakupenda. Kumbe mtu sio kwamba tena kupenda, bali anakutamani kwa ajili ya vazi lako. Na kuna wengine waga pia hii roho ya uzinzi inaanza enda tu nafanya nini, inaanza kuwa iko nyuma yao, inaanza kuwa navuta vijana. Baada wale vijana kuja kwenye maisha yako na kuzini na wewe, unakuja jikutanisha watu wanafanya nini, wanakukimbia. Wengine mpaka na kuacha nini, mamimba, wanaanza kukwambia tena si tutafutaki. Si kwamba tu alikupenda, bali walivutiwa na wewe kwa sababu ya suruali, hawakukupenda kutoka ndani ya moyo. Unaona, sasa mwanamke lazima ujue suruali kutengenezwa kwa ajili yako, na pia unapovaa suruali ni machukizo mbele za Bwana, kwa sababu popote kwenye utakuwa unapita unatembea, ni kama vile Mungu anakuwa na kuona wewe unakwenda kinyume na neno lake, na kama vile unafanya uasi, na unakuwa unafanya uasi, kwa sababu Mungu anasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, na tunajua ni suruali. Ya nini tena wewe uvae suruali? Unapokuwa unavaa ile suruali, Mungu anakuwa na kuona wewe unafanya nini, unatenda dhambi mbele yake ya kutokutii, na unakuwa ni mtu ambaye unampinga Mungu na kukubaliana na shetani katika kuvaa nini, hiyo suruali. Na usije ukategemea kwamba utamuona Mungu, kwa sababu Mungu hatakuwa na furaha na wewe. Ila kitu ambacho Mungu anakitaka, Mungu anataka kutoka kwako wewe urudi katika rehema zake, utubu na ume tena usirudilie kuvaa nini, ilo vazi la suruali.
kwa sababu suruali alikutengenezwa kwa ajili yako mwanamke. Na pia sio tu vazi la suruali, tukija kuangalia pia hata kuna mavazi mengine ambayo pia sisi ambayo tunajua ni sketi ama ni sijui inaitwa sketi ambayo imetengenezwa kwa ajili ya mwanamke. Sasa unakuja kutanisha pia adui pia akapita na ingilia hapo. Sasa unakuja kutanisha kuna masketi ambayo ni mafupi pia yanakuwa yamebana mwili kiasi kwamba tango yako ya ndani inaonekana, na pia nayo inakuwa inachora maumbile yako. Sasa wewe ambaye unakuwa unavala hivyo na mtu ambaye anavaa suruali, there is no different. Sasa lazima ujue mama yangu, ilo vazi ambalo ni sketi ambayo ni fupi inakuchora, inaonesha mpaka nguo yako ya ndani, kitu kenye utapita unajua Mungu hata kuwa na furaha wewe, kwa sababu pia ni kama vile unakuwa navaa mavazi ya kikahaba, na kwenye utakuwa unapita unakuwa ndio unatembea na ile roho ya kikahaba. Hata tu bila hivyo vijana watakutamani, wataanza kufanya kukupigia mluzi barabarani, na in the end of the day utakuja kushangaa unazini na watu wengi katika njia. Na pia hata kuna wengine watakuja watakuomba namba zako, wataanza kukuambia sijui na kupenda na kubembeleza, kumbe tu ni ile roho ya uzinzi ndio iko nyuma. Na in the end of the day ukachoka jikuta ukaanguka katika dhambi, na wale watu tena wakakuwa kwanza kufanya kukukimbia kwa sababu hawakukupenda. Ujiulize kuna wanawake wangapi ambao tu walipendana na vijana, bado wale vijana walipolala nao wakapita na waacha, kwa sababu si kwamba wale vijana waliwapenda, bali walikuwa wanawatamani. Unaona, na ndio maana waliamua wakawaache, kwa sababu walichokitaka wamekuwa wamekipata kutoka kwenu. Hivyo lazima mwanamke ujifunze kuvaa kwa adabu. Lazima ujifunze kuvaa mavazi ambayo yanafunika mwili wako, yanafunika, hayaonyeshi chochote kile. Sio majipi ambayo ni mafupi ambayo yanakuchora. Na hizi jipi ambazo mostly ni modele inakuwa kama vile ni mfano modele mermaid, hizo sketi wakani sketi ambazo zinapita zinachora maumbile yako yote wewe kama vile mwanamke, inachora mpaka na shepu yako. Sasa usifikireti vile wewe unakuwa naacha watu salama. Sasa lazima uvae mavazi ambayo yanafunika, yanafunika maumbile ya kwako, kwa sababu mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Wakati utakuwa unavaa yale mavazi, ni kwamba vile wewe unakuwa tena, si kwamba tu unamtambulisha, si kwamba Roho Mungu atakuwa na furaha kukaa katika ile hekalu, bali ataona ile hekalu ni chafu, na lazima kwanza ule uchafu uondolewe ili yeye akapate kuingia. Ule uchafu kuondolewa ni aje? Ni wewe kuamua kufanya kutoa hayo mavazi ili Roho Mungu akapate kufanya kuingia ndani mwako. Unaona, kwa sababu yale mavazi unapokuwa unayavaa unakuwa unachafua hekalu la Mungu, na Mungu atakuwa hana furaha. Unaona, kuna watu mnaweza kuwa teka kabisa mtembelewe na Bwana, lakini Bwana akashindwa kutembea kwenye maisha yenu kwa sababu mavazi ni mabaya. Lazima pia mavazi mwanamke ujitahidi kubadilisha hapo. Tukija kusoma kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 pale mstari wake mstari wa 9 natuambia vivyo hivyo na wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo ya thamani. Sasa wanakuja kusikia wanawake na wajipambe kwa mavazi ya adabu. Mavazi ya adabu ni yapi? Mavazi ya adabu ni mavazi ambayo yanafunika mwili wako. Ni mavazi ambayo hayaonyeshi mpaka nguo ambayo unavaa ndani watu wajue kama ni ya rangi gani, kama imekaaje. Maana mavazi ambayo yanakuwa yamekufunika wewe wote kabisa. Sasa mwanamke lazima uvae mavazi yale ya kujisitiri. Unaona, kama vile binti ujiheshimishe kwanza wewe mwenyewe. Kuna watu wengine hawakuheshimu barabarani na kupigia mamiluzi, unakuwa kasirika, unakuwa na mara mbona ni watoto wadogo wanakutongoza, kwa sababu wewe mwenyewe kujiheshimisha. Lazima ujiheshimishe kitu ambacho hakina thamani, kitu ambacho kinakuwaka. Ukiangalia kitu ambacho kiko very cheap ni kitu ambacho watu wengi wanapenda kukitafuta sana, lakini kitu ambacho kiko very expensive
uwaga kukipata kuna gharama yake. Na ndio hivyo ukijiweka rahisi sana, hata watoto wadogo watakuwa na kutongoza. Kwa sababu gani? Ya the way unajiweka. Lazima ufe kwa kujistiri, sio tu kuwa na kasiri kama barabarani unapokuwa unavaa suruali watu wanapokuwa na kupigia miluzi. Ni kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unavaa mavazi ya kukuaibisha, mavazi ya kuangusha watu kwenye uzinzi, na wanaanza kuwa wanakuita barabarani vijana. Sasa mwanamke kwa makini. Na kuna wengine wametimiza kabisa wanajisitiri, lakini kwenye mioyo bado wao wanaendelea kufanya ni kuendelea na uzinzi, wanaendelea kwenda kumabali na wanaume, wanaendelea kabisa kufanya vitendo vichafu. Wewe usifikirie hata kwamba Mungu atakuwa na furaha na wewe. Mungu pia anataka, lazima pia hekalu lako liwe ni safi. Hataki tu uishe tu kuvaa magauni marefu, bali lazima pia moyo wako pia uwe unatakata. Unaona? Sasa wengi huwa wanajikutanisha wamevaa kabisa nao makanzu, lakini tena ukija kuangalia mili yao imekwisha kunajisika, kwa sababu wanapita wanatoka huko wanaenda kulala na vijana ovyo huko. Lakini Mungu anataka pia na usafi wa moyo wako mwanamke. Unaona? Kama uko mzinzi, amua kuacha uzinzi leo. Kama uko mwasherati, amua kuacha leo. Unaona? Amua kuacha leo. Wengi wanajificha katika vitambaa, lakini matendo ni mabaya. Roho Mungu anataka ubadilike. Utakapoendelea katika hiyo hali, Roho Mungu hatakuwa na furaha na wewe, atakuacha. Kila saa vijana wanakuwa na kupigia miluzi, sijui anakuwa na kuitaita. Ni kwa sababu ya the way pia unajiweka kuwa easy sana, mpaka kiasi kwamba vijana wanakuwa na kupata. Huyu anakuwa na kuita, unakuwa naenda. Huyu anakuwa na kuambia hiki, unakuwa naenda. Wengine wako tayari wauze mili yao kisa tu wapate pesa. Chunga nikwambie, katika siku ya leo Bwana nataka urejee katika rehema zake, kwa sababu the one endelea kungangana na hizo dhambi. Bwana Yesu Kristo wakati ule ambapo atakaporudi, usitegemea atakunyakua, utabakia. Kuna wengine mpaka ni wanakwaya, kuna wengine mpaka wanahudumu kanisani, wengine mpaka wananena kwa lugha, wakisema ombe mtu hivi wanaomba, lakini bado wakingalikuwa wanaendelea kufanya ni kutembea katika uzinzi. Usitegemee kumuona nani? Mungu. Mungu anataka urudie katika toba na uishi maisha matakatifu. Wanawake wengi Mungu anataka tukarudi katika rehema zake, kwa sababu wengi roho ya uzinzi inatusumbua. Wengine mpaka wanakuwa kijifanyia masturbation wenyewe. Sasa Mungu hakuina furahia hicho kitu. Mungu anataka urudie katika rehema zake. Unaona? Uamue kuacha dhambi ya masturbation, amua kuacha pornography. Mwanamke unataka ende mbinguni, unangangania mamovie, usitegemee tu utamwona Bwana. Mungu anataka uachane na hayo yote, kwa sababu pia anatumika kufanya ni kukuchafua. Unaona? Yanatumika kukuchafua. Lakini bado sisi tunarudilia pale kwenye mavazi, kwa sababu kuna watu wengine wanapokuwa wanavaa ile mavazi ya kikaaba, wanakuja kutanisha wakiwa milala usiku. Ni virahisi sana majini mahaba kuja kwenye maisha yao na kukua wanawaingilia usiku. Sasa unaanza kuona jiulizia, mbona mimi wanaingiliwa na majini mahaba? Mbona ni 1 2 3, sijua hata shida ni nini, sijana hivi. Kumbe shida nini? Umefungua mlango kwa kupitia mavazi. Na kuna wengine uaga pia wanakuwa sijui, wanakuwa najiona mpaka hadi kwenye mandoto wanavaa mavazi mabaya. Unaona? Sasa lazima ujue ya kwamba wewe lazima ushughuli chocho kitu, kwa sababu vazi ni utambulisho. Unaona? Kuna vazi ukivaa kabisa linakuonesha huko mtu aina fulani. Sasa na wewe naye pia unapovaa mavazi mafupi yanakuonesha pia na wako kaaba. Unapovaa utu hata tu sketi tudogo tu, pia unapokuwa umetuvaa, usitegemea kwamba tu utaitwa ni binti mwenye kujiheshimu, bali utaitiwa uko kahaba, na pia unaweza kaitwa hata uko malaya. Unaona? Sasa utakuwa unasirika, kumbe ni mavazi yako ndio yanakuwa nasababisha hivyo vyote. Lazima mwanamke uvae kwa kujistiri. Juu kuna wengine kabisa atasema mimi sina kahaba, lakini yale mavazi yale unayoyavaa yanakutambulisha wewe ni nani. Unaona? Kama vazi linatambulisha askari ni yupi, kama vazi linatambulisha huyu mtu ameokoka, na wewe ujue vazi pia linakutambulisha kama vile wewe ni nani. Unapovaa mavazi ya mfupi, wewe unatambulikana kwamba wewe ni nani, unakuwa directly
unakuwa unaonyesha ukahaba. Na pia cha pili inakuwa pia inaonyesha kwamba wewe pia ni mtu ambaye unamkufuru Mungu, unapingana na Mungu. Mungu anasema mwanamke asivae mavazi ya hii, huwa anapita anavaa. Mungu anakataza mwanamke kuvaa mavazi ya aibu, lazima avae mavazi ya kujistiri. Wewe unapita unapingana na Mungu, unaenda unavaa mavazi mafupi. Hapo utakuwa unaonekana wewe uko mpingaji. Popote kwenye utakuwa unatembea kabisa, iwe ni barabarani, uko unajua tu kwamba wewe unakuwa ni nini, ni mtu ambaye unampinga Mungu. Lazima ubadilike mwanamke, unaona. Na hata pia wengine kuvaa nguo tu nia yako kikuwa mbaya kutaka kutamanisha hata leo la kujistiri, ujue pia hiyo wengine ni dhambi. Lazima uitubie, utengeneze. Pia badilisha nia moyo wako iwe ni njema mbele za Bwana, kwa sababu wengi tunataka tumuone Bwana, lakini mioni mwetu bado kuna mambo lazima tunabidi tuyashughulikie ili tuweze kumuona Bwana. Mungu hataki maisha ya kupenda sana anasa, bali Mungu anataka mtu aishi maisha ya utakatifu. Ukatae udunia ndani mwako, kataa kwenda na mkumbo. Wengine wako bize na manyimbo za kidunia, unaona. Wanataka wasimame madhabahuni wamwimbie Bwana, huku sijui wawe tena wako huku tena wanaimba manyimbo za kidunia, wawe huku sijui wanavaa mavazi ya kujistiri tena wakitoka huku makanisani, wakifika sijui manyumbani wave mavazi ambayo hayajistiri tena, baadaye waanze kuwa wanamwimbia Mungu katika nyimbo za dunia. Wewe usitegemee kumuona Bwana. Badilika. Usipobadilika utaendelea kusikia kuna kuwaka mbingu, na hiyo mbingu utashindwa kuingia. Lazima ubadilike. Usikuwe mtu ambaye uko mguu nje mguu ndani. Usipoeleweka Mungu atakutapika, unaona. Usikuwe na Ukristo wa maigizo wa kusema ya kwamba eti chunga kanisani nivae jipe ndefu, nikiwa nyumbani nivae mavazi mafupi. Chunga kanisani nivae sketi, nikiwa nyumbani nivae suruali. Ujue wewe unaonekana uko mnafiki mbele za Bwana, na wakati Yesu atakuja kulinyakua kanisa hautaenda, utabakia. Mungu anataka mwanamke utubu. Mungu anataka utubu, utubie dhambi zako ili uweze kunyakuliwa na Bwana. Lazima ukae katika rehema, uamue kutubu leo, uamue kuacha washarati, uamue kuacha uzinzi, uamue kuacha mambo yote mabaya, iwe ni usagaji, ufiraji, anything. Mungu anataka utubu na mengine kadhalika yayo. Mungu anataka uyatubie ili uweze kumuona mwanamke. Unaona? Mungu anataka ukae katika nini? Katika toba. Lazima ukae katika rehema za Bwana. Mungu anakuwa anaangalia mioyo, anakuwa anaona mioyo imechafuka na kunajisika, ataingiache katika hiyo mioyo. Kitu ambacho Mungu anakuwa anakitaka, anataka wewe umruhusu aingie ndani mwako akubadilishe, lakini wewe bado unataka endelee kungangania madhambi yako, unaona, kungangania uovu wako. Ila Mungu anataka aingie ndani mwako akusaidie uovu uondoke. Unaelewa? Mwanamke sasa lazima ujitambue leo, ujue unachokuwa nakifanya ni kibaya. Unapokuwa unavaa suruali unatenda dhambi, lazima uamue kutubu. Na wewe ambaye unavaa manguo mafupi ambayo yanakubana na chora maumbile yako, yanaonesha mpaka nguo kwa ndani, hakuna tofauti na anayevaa suruali. Na wewe pia utubu. Hiyo ni dhambi mbele za Bwana. Amua kutubu leo. Amua kubadilika. Kuna watu kabisa mnasema eti tuna matendo mema, tuna tabia njema, lakini kwa kuvaa mavazi haya mavazi mafupi, tukapitula tufupi, unaona, kuacha matumbo wazi, mavazi yanaonesha migongo, mavazi sijui yanaonesha sijui kifua chote kiko wazi, unaona, mpaka mazibe yanaonekana. Wewe usitegemee tutamwona Mungu. Lango la mbinguni utashindwa kuingia. Mungu anataka uvengo ndio nafunika mpaka na kifua, unaona, mpaka na tumbo yako, sio tumbo nje, mpaka nafunika. Wewe wote unakuwa uko very covered, unaona. Kuna watu wanapenda kuvaa mavazi mpaka makwapa yanaonekana. Hiyo sio vazi ya kwenda mbinguni. Amua kuvaa kwa kujistiri, unaona, amua kuvaa kwa kujistiri. Vitu ambavyo tunaviona ni vidogo vidogo, sisi tunavizarau, vitatuzuia mbingu tusipobadilika. Tuamue kubadilika. Bwana Yesu anarudi, Yesu Kristo anarudi. Amua kubadilika, amua kubadilika. Mambo haya yatazuia Yesu Kristo kutunyakua wanawake. Mambo haya yatamzuia Mungu kuja kutunyakua.
tutajikutanisha na sisi tumebaki. Tunakuwa kila siku tulikuwa tunaenda kukanisa, tulikuwa na mabiblia, lakini tukakuja jikutanisha tumebaki. Kisa nini? Mazambi yenyewe tunakuwa tunafanya, tunakuwa tunapuzia. Kuna wengine mpaka ni wake wa wachungaji, bado anangangania mawigi, bado anangangania makeup. Usitegemee kuingia mbinguni. Usipotubu hautaingia. Mungu alifurahia alivyokuumba. Unaona? Mungu kama alikuumba uko mweusi, ridhika na weusi. Kwa nini uendelee kusijui kuchubua kutaka kuweka rangi ambayo si ya kwako? Mungu alikuumba, alifurahia. Wewe kwa nini uendelee kuweka ile makeup? Kwa sababu ile makeup sio sura yako halisi. Ule ni uongo. Juu kitu ile makeup kuna kuya sura nyingine tofauti. Kuna watu akivaa makeup unaona kabisa kweli hawa watu sijui eti ni weupe mara anaonekana aje, lakini akitoa ile makeup kumbe sura imeharibika. Unaona linajama mbegu. Sasa lazima kubali kubakia na Mungu. Mungu alikuumba, kubali uhalisia wako. Mungu alikufurahia the way alikuumba. Mwanamke, achana na kuchubua, utashindwa kuingia mbinguni. Fake nails zitakuzuia kuingia mbinguni. Makucha bandia yatakufanya wewe usiingie mbinguni. Amua kubadilika. Mkwenda mbinguni, acha kupaka marangi kwenye mikono. Baki jinsi ambavyo Mungu alivyokuumba. Mungu alikufurahia. No. Usitaki kwenda na mkumbo makwenda na dunia. Amua kubi different. Unaposema umeokoka, amua kwa tofauti na dunia. Amua kwa different. Amen.